Hivi ndo vigezo ambavyo wanaume tunavipenda kutoka kwa wanawake katika ngazi ya urembo. Hatuangalii tabia hapa. Leo tunaenda katika swala zima la urembo, ulimbwende, mvuto pamoja na muonekano. Leo tunaangalia katika hengo hiyo ya urembo pamoja na ulimbwende. Ya masuala ya tabia tutaonana siku nyingine, lakini leo tuweze kubezi katika masuala mazima ya urembo. Cha kwanza kabisa, mwanamke yoyote ambaye ana mwanya basi ataweza kupendwa na wanaume wengi sana hapa duniani. Na mwanaume akikutana na mwanamke ambaye ana mwanya, akiombwa hela, hata kama hela alikupa ameficha kwenye kiatu au ameka kwenye kibubu, basi ataweza kutoa hela hiyo na kumpatia, kwa sababu mwanamke mwenye mwanya anapozungumza, akicheka au akilia, basi anakuwa na muonekano fulani hivi so amazing. Hivyo basi upelekea wanaume wengi sana kudondoka katika mtego huo. Bwana, ndio maana watu wengi sana wanadai, wanasema kwamba mwanamke wanawake wengi ambao wana mwanya ni malaya, ila kiuhalisia wanawake hao sio malaya, isipokuwa wanapendwa na wanaume wengi, ndio maana huwa wanaonekana malaya. Ila kiukweli zaidi wanaume huwa tunapenda mwanamke mwenye mwanya. Bwana, nafasi ya pili, wanaume tunapenda mwanamke ambaye ana dimples mashavuni, mwenye vishimo fulani hivi kama vimedumbukia, akicheka au akizungumza au akilia, basi wanaume huwa tunapagawa sana tukikutana na mwanamke wa aina hii ambaye hana dimples. Bwana, katika video ambayo iliweza kupita niliweza kuzungumzia sifa pamoja na tabia za wanawake ambao wana dimples. Unaweza ukapekua katika YouTube channel yetu ya Memorata TV na utaweza kuona, na kiuhalisia kwamba wanawake wengi ambao wana dimples basi wanapendwa na wanaume wengi sana hapa duniani. Bwana, nafasi ya tatu, wanaume huwa tunawapenda wanawake ambao wana meno ya namna hii kama unavyoyaona hawa dada. Wakismile wanakuwa na meno fulani meupe masafi, lakini pia yameweza kupangiliwa kama hivi, yani meno yamejipanga. Mdada kama huyu sidhani kama alishawahi kung'oa meno. Kama sikosei. Huwa wanaume wengi huwa tunapenda wanawake wa namna hii, na ndio maana unakuta wanawake wengi sana wakikaa katika kioo basi wanapoteza muda mwingi sana katika masuala mazima ya kujiremba. Bwana, twende tukaangalie sifa nyingine. Wanaume huwa tunapenda mwanamke ambaye mwenye ngozi ambayo ni clear skin, ambayo ina muonekano angavu kama vile ambavyo tunaona wadada. Sijajua kama wamefanywa makeup au vipi, kwa sababu mimi sio mtundu sana katika engo hiyo, lakini kiuhalisia wanaume huwa tunapenda wanawake ambao wenye ngozi kama hizi hapa, ni angavu lakini pia zinavutia. Ukitazama hizi ngozi hapa unaweza kusema hawa ni watoto, lakini kiuhalisia ni wanawake ambao wana umri ambao kidogo umekwenda miaka 25 na kuendelea, kama vile ambavyo unaona wanavutia, wako very 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 beauty. Bwana, nafasi nyingine au tabia nyingine au sifa nyingine ambayo wanaume huwa tunapenda kwa wanawake, tunapenda wanawake wa namna hii ambao ni black beauty ama unaweza kuwaita melanini. Hebu tazama hawa dada walivyokuwa wazuri, warembo. Lakini sio tu katika urembo, hawa wanawake hata chumbani huwa wana joto sana. Ukitazama kifua cha mwanamke mweusi, black beauty, melanini, mwanaume lazima udate. Sitazungumzia sana kiundani kwa sababu naweza nikavuka mipaka ikawa issue. Bwana, sifa nyingine huwa tunapenda wanawake ambao wenye vishimo katika kidevu, kama vile ambavyo unaweza kuwaona wadada wanakupo wana kakishimo fulani hivi kwenye kidevu, akiongea au akicheka basi utaweza kukiona vizuri zaidi. Wanaume huwa tunapenda wanawake wa namna hii kwa sababu ni warembo, lakini pia wanavutia. Unaweza ukatoka naye kwenda naye sehemu yoyote na ukavimba. Wanawake wa namna hii. Bwana, sifa nyingine katika masuala mazima ya urembo kwa wanawake, wanaume huwa tunapenda wanawake ambao wanachonga nyusi zao kinamna hii, wanazitinda, kama sijajua kama zimepakwa wanja au ziko katika muonekano wa asili. Lakini kiukweli zaidi wanaume huwa tunapenda sana mwanamke akiwa na muonekano kama huu, nyusi zake ameweza kuzipangilia kama hivyo, amezitinda, sijui zimechongwa, sijui zimefanywa nini, wanawake wenyewe wanaelewa. Ila kiukweli wanaume wengi sana huwa tunavutiwa na muonekano wa namna hii. Bwana, tunakwenda kuangalia wanawake ambao wana nywele fupi. Unajua kwa kawaida uwaga watu wanatuona kwamba wanaume ambao tunapenda wanawake wenye nywele fupi ni wabaili, ila kiukweli mwanamke akipunguza nywele, akinyoa vizuri, akapendeza, akapata kinyozi ambaye anajua kunyoa vizuri zaidi, akanyolewa kama hivyo, basi huo mwanamke anavutia sana na wanaume wengi huwa tunampenda. Sasa wewe ukitembelea katika peji nyingi sana za vinyozi mbalimbali hapa Tanzania, unakuta picha za wadada tu ndo zimepostiwa kwa wingi, na kama kuna za wanaume basi ni chache. Ila kiuhalisia kabisa wanaume pia tunapenda mwanamke ambaye ana nywele fupi
kama hivi ambavyo unaweza kuwaona hawa dada. Bwana, tunakwenda kuangalia sifa nyingine ambayo pia wanawake wenye nywele ndefu nao si haba wanatuvutia, kwa sababu ukiwa naye kitandani unaweza ukaendesha farasi vizuri ukashikilia zile nywele. Hivyo basi wanawake ambao wana nywele ndefu pia wanatuvutia, hasa katika masuala ya chumbani, lakini pia kimuonekano, hata kwa kutoka naye naye anatuvutia pia. Hivyo tunakwenda kuangalia wanawake ambao wenye body slim kama hizi, wanawake fulani hivi wembamba, lakini pia nyuma hawajapigwa pasi, huwa wana muinuko fulani hivi ambao unakuwa very 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 hot. Mwanamke wa namna hii unaweza ukambeba ukamweka kwenye meza ukambidua kitandani ukamweka staili zote na akafiti. Ni miongoni mwa sifa za wanaume wengi sana ambazo tunazipenda kutoka kwa wanawake. Bila kupoteza muda tukaangalie sifa nyingine. Tunakwenda kuangalia wanawake ambao wana light skin. Hawa ni warembo wazuri kama vile ambavyo unaona, sina haja ya kuwazungumzia sana. Hawa ni wanawake ambao wana light skin, wanapendeza, lakini pia kiasili ni warembo nao. Sifa nyingine ambayo tunakwenda kuitazama ni wanawake ambao wana hizi likope, nafikiri kope nyembamba. Ndio maana unakuta wadada wengi sana wanaikaga zile kope bandia kwa sababu wanaume huwa tunapenda kope ambazo nyembamba lakini pia zimesimama. Mwanamke akiwa anazungumza au akiwa anachezesha macho yake, basi kuna kupona ule muonekano fulani hivi wa kimahaba ambao wanaume wengi sana huwa tunapaga nao. Ndio maana huwa tunawapenda sana wanawake wa namna hii. Bwana, hizo ndio sifa ambazo wanaume huwa tunazipenda kutoka kwa wanawake, na kama mdada una sifa hizo au mojawapo kati ya hizo, jua basi kabisa wewe ni miongoni mwa kipenzi cha wanaume. Hivyo ukipita barabarani vimba, kwa sababu wewe ni mrembo, unavutia, uko vizuri kabisa. Bwana, tukiongezea sifa nyingine na ya mwisho, tunazungumzia wanawake ambao wana shape, ambao wamejazia nyuma, wana nyama ambao wana katumbo fulani hivi kadogo, lakini mabastoa yani mahips yanakuwa yamejazia, wanakuwa wanatisha sana. Mwenyezi Mungu awaweke sehemu yao. Bwana, hii ni Memorata